Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amemwakilisha naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko katika ufunguzi wa mkutano wa 62 wa bodi ya kimataifa ya uhamasishaji wa uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia uliofanyika huko mkoani Arusha Machi 13 mwaka 2025. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde pamoja na wajumbe wa bodi ya TEIT kutoka mataifa mbalimbali duniani, wakiwemo wawakilishi wa kampuni kubwa zinazojihusisha na uchimbaji na utafutaji wa rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia pamoja na asasi za kiraia. Tuko hapa Arusha kuhudhuria na tumetoka kufungua mkutano wa EITI duniani. Wamekuja kufanyia mkutano wao hapa nchini kwetu mkoa wa Arusha. Ni jambo la heshima kwa nchi yetu, na heshima hii tuirudishe kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kufungua fursa za uwekezaji, kufungua diplomasia. Kwa hiyo tunaona kila kukicha dunia inakuja Tanzania kwa mambo mbalimbali, ikiwemo mikutano ya kimataifa kama huu ambao nchi nyingi zimekuja katika huu mkutano ambao tumemaliza kufungua. Nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa commitment yake na serikali anayoongoza ya awamu ya 6 ya kuhakikisha sisi Tanzania kama mwanachama wa nchi duniani ambazo zinatekeleza ili takwa la kuweka uwazi wa mapato yanayolipwa na kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini, sekta ya gesi na mafuta, malipo yao kwa serikali yawekwe wazi. Ndio matakwa ya hii EITI standard ambayo kimataifa leo inafanyika hapa, lakini vile vile na serikali kudisclose kile ambacho imepokea kutoka kwenye kampuni hizi. Initiative hii ilianza mwaka 2008 na Tanzania mwaka 2015 15 tukatengeneza sheria inaitwa Data Act. Sheria ambayo kabla ya hapo ilikuwa kudisclose kampuni imelipa kiasi gani na serikali imepokea hicho kiasi, ilikuwa inafanyika kwa hiari, lakini serikali yetu ikaona ni vyema takwa hili liwe la kisheria. Kwa hiyo iko sheria inaitwa Data Act 2015 ambayo inataka kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini, sekta ya gesi na mafuta kudisclose kile chote ambacho wanalipa serikalini, na serikali kuconfirm kiasi ilichokipata kutoka kwenye makampuni haya. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa tumeyapata, na dunia sasa imekuja kujifunza namna ambavyo Tanzania imekuwa mfano katika utekelezaji wa hii initiative ya EITI. Nimpongeze ndugu yangu kakaangu Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, waziri wa madini, kwa kusimamia vyema maono ya Mheshimiwa Rais ya kuweka uwazi katika usimamizi wa rasilimali za nchi, lakini tukupongeze pia kwa kazi nzuri ambayo unaifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo ambalo amekuamini kama waziri wa madini. Tunaona mageuzi makubwa kwenye sekta hii chini ya usimamizi wako. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Lakini kupongeze pia mzee wetu Mheshimiwa Ludovic Uto, Controller Auditor General mstaafu, kwa heshima hii ambayo Mheshimiwa Rais amekupa kukabidhi jukumu la kusimamia taasisi hii ambayo ni muhimu sana ya kuweka uwazi na uwajibikaji katika sekta za rasilimali zetu. Na tumetoka kuiambia dunia kwamba pamoja na kwamba wamekuja hapa Arusha katika huu mkutano, lakini kupitia Royal Tour kazi nzuri ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais wetu
dunia imejua fursa zilizopo nchini kwetu za kitalii. Kwa hiyo tumewakumbusha wageni hawa kutoka nchi mbalimbali duniani kwamba pamoja na mkutano huu ni vizuri wakaangalia vivutio vingi ambavyo viko ndani ya mkoa wa Arusha na maeneo mengine ya nchi. Kwa yote haya tunaendelea kumpongeza rais wetu kwa maono yake, na kila mmoja sasa hivi anaijua Tanzania na fursa mbalimbali zilizopo, sio sekta ya madini peke yake, lakini mazingira wezeshi ya kufanya uwekezaji. Na sisi upande wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo viko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, tunaendelea kuhakikishia wawekezaji pamoja na Watanzania kwamba nchi yetu iko salama. Nchi yetu ni nchi yenye fursa nyingi. Kwa hiyo kupitia kwenu waandishi wa habari, tuendelee kuitangaza vyema nchi yetu, kutangaza mema na mengi mazuri ambayo yanafanywa na nchi yetu, kutangaza umoja na mshikamano ambao nchi yetu inaendelea kuenjoy, ukilinganisha na wenzetu ambao bila amani huwezi ukafanya chochote. Bila amani huwezi ukapata mikutano ya kimataifa kujadili mambo mazito ya kimataifa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, ni washukuru pia kwa ushiriki wenu, lakini pia niwaombe pia mtake interest ya kujifunza zaidi kuhusu haya mambo ya EITI, ili na nyinyi kupitia kwenu muendelee kuelimisha umma juu ya kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali kupitia EITI kwa kushirikiana na kampuni zilizopo kwenye sekta za madini, gesi na mafuta, lakini vile vile hata asasi zisizo za kiraia ambao pia ni sehemu ya utekelezaji wa EITI. Ufunguzi wa kikao cha bodi cha 62 cha taasisi ya uwazi na uwajibikaji duniani. Hii ni heshima kubwa tumeipata kama Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu ambao ni kielezo, pia ni sehemu ya kazi nzuri ambazo zinafanyika chini ya Mheshimiwa Rais ya kuweza kuvutia aina kubwa ya mikutano kama hii. Kama alivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba nchi yetu ya Tanzania na sisi pia ni wadau wakubwa kwenye kuhakikisha kwamba eneo la uwazi na uwajibikaji kwenye sekta ya uziduaji inapewa kipaumbele kikubwa sana. Wananchi wengi wamekuwa na hamu na kutamani kuweza kujua nchi yetu inanufaikaje na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Imekuwa ni kilio cha wananchi wengi kuweza kufahamu juu ya uwazi kwenye sekta hii. Tanzania hivi sasa ni kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana, na ndio maana ilikuwa rahisi kuweza kuvutia mkutano huu kuja kufanyika hapa nchini Tanzania, kwa sababu kutoka ripoti ya 13 mpaka 14 viwango vimeendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Tafsiri yake ni kwamba katika eneo hili sasa kama nchi tumejizatiti kuhakikisha kwamba tunaweka taarifa zote wazi ili wananchi waweze kufahamu kinachoendelea katika sekta hii ya uziduaji. Na kubwa kuliko yote ni wananchi lazima pia wafahamu rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia zina mchango gani katika maisha yao ya kila siku, katika kuimarisha uchumi wetu, lakini vile vile katika kuimarisha masuala ya kijamii. Hivyo niendelee kusisitiza tu kwamba sisi kama wizara ambao ndo hasa wasimamizi wakubwa katika eneo hili chini ya mwamvuli wa TEITA hapa Tanzania, tunaendelea kuhakikisha kwamba taarifa zote zinawekwa kwa uwazi ili wananchi wa Tanzania waweze kufahamu kile ambacho kinapatikana kupitia rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Kama alivyosema mgeni rasmi kwenye mkutano huu, hiki ni kikao cha 62 cha bodi. Kwa hiyo ni mkutano wa bodi ya wakurugenzi wa hii taasisi ya uwazi na uwajibikaji kimataifa ambayo kwa Kiingereza inaitwa EITI, ambao makao yake makuu yako Oslo, Norway. Taasisi hii kidunia ina wanachama 57. Kwa hiyo huu mkutano unawakilisha interest za wanachama hao 57.